hadi 30. If you read up to 29 or up to 30, watu wengi tunapenda kusoma ule mstari unaosema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo. Many people will like to read the way it says, come to me all have struggle and with all. It is a very popular scripture. Ni mstari unaojulikana. It's a scripture that's very popular. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Come to me all who are struggle with burden, nami nitawapumzisha. and I shall give you rest. Hapana. No. Rudi kwanza, alikuwa anaongelea nini? Go back from the beginning so you can understand what he was talking about. Alikuwa anasema hivi. Well, this is what he was saying. Hakuna mtu amjuae Baba ila Mwana. No person will come to the Father instead to the Father. Hakuna mtu anayemjua Baba ila Mwana. Nobody knows the Father but the Son. Without the Son. Without knowing the Son. Na ulikuwa sawa ulivyotafsiri. Wewe usiwasikiliza hawa tafsiri unavyojua. Na hakuna mtu anayemjua Mwana ila Baba. And nobody knows the Son but the Father. Sawa? Tunaenda vizuri? Are we going well? Kwa hiyo hakuna mtu anayeweza kumjua Baba ila Mwana. So nobody will know the Father but the Son. Na Baba amependa kumfunulia Mwana mambo yote. And the Father like to reveal everything to the Son. Ndio akasema sasa njooni kwangu ninyi nyote msumbukao. And he said, come to me all who are struggling with heavy burden. Kasome. Read the Bible. Wangapi mnakumbuka siku ile Sauli alipokuwa anataka kupigana na Goliathi na majeshi ya Wafilisti? How many people remember when Saul wanted to fight with Goliath with Philip's soldiers? Watu tunapenda tu kufurahia ya kwamba unajua Daudi akampiga akamuua Goliath. We just like to hear that David hit the Goliath and killed him. Kwa sababu tunapenda huo mstari. Because we just like that verse. Kwa nini usisome kwanza maelezo? Why can't you start from the beginning? Inasema hivi. This is how it says. Saul akaenda. He went. Alipoitwa akamuuliza Daudi. As he was called, he asked David. Alimuuliza hivi. He asked him this. Whose son are you? You are the son of who? Hiyo ndio kwa Kiswahili inasema hivi. Bwana asifiwe. Amen. Alimuuliza hivi, wewe ni mtoto wa nani? He asked him, whose son are you? Kwa nini asimuulize unaitwa nani? Kwa nini akumuuliza? Why did I ask him what's your name? Kwa nini asiulize wewe unaitwa nani? Why did I ask me what is your name? Kwa nini aulize wewe ni mtoto wa nani? Why he asked you whose sons are you? Daudi akajibu. And David answered, mimi ni mtoto, I'm a child wa Yese Bethlehem. Of Yes in Bethlehem. Sauli akajua. So Saul understood. Kitu fulani kitagonga kwenye akili yake. Something clicked in his mind. Oh yeah. Yes. Kama ni mtoto wa Yese Bethlehem. If he's a child of Yes in Bethlehem, basi huyu anaweza kwenda kupigana. This can go and fight. Kwa nini? Why? Kwa sababu Yese Bethlehem alikuwa anajulikana kufundisha watoto wake how to fight. Because Yes Bethlehem he teaches children jinsi ya kupigana. He teaches children how to fight. Familia zingine zilikuwa zinafundisha watoto wao jinsi ya kuwa waoga. Some family will teach their children how to be afraid. Lakini Yese Bethlehem anafundisha watoto wake kupigana. But Yes Bethlehem teaches children how to fight. Do or die. Fanya ufe au upone. Do it or die. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Nisikilize utanielewa ninachokizungumza. Listen to me, you can understand what I'm trying to say. Jinsi ya kuwa baba. How to become a father. Jinsi ya kuwa baba. How to become a father. Nisikilizeni, watu hatumpendi Mungu kwa sababu hatujui maana ya yeye kuwa baba kwetu. We don't just love God just now because we don't know how to be a father. Umesikia ushuhuda uliosemwa hapa? Did you hear the testimony that was given? Umesikia ushuhuda uliosemwa hapa? Did you hear the testimony? Hivyo ndivyo baba huwa anafanya kwa watoto wake. That's how the father does to his children. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hivyo ndivyo baba unafanya. This is what the father is supposed to do for his children. Amen. Siku moja, one day, nataka nisome maandiko hapa yatawashtua. I want to read some scripture that's going to make you afraid. Siku moja, one day, nilikuwa nafundisha semina moja katika mji mmoja unaitwa Kilimanjaro kule Tanzania. I was preaching this seminar somewhere in Kilimanjaro. Nilipomaliza kufundisha, when I finished preaching,
nikaenda kuingia kwenye basi. I went to the bus Na laptop yangu ambayo iko na kila kitu. with my laptop that had everything in it. Bag yote nikaenda nikaiweka pale. The old bag, I just went put it somewhere Kwa sababu nilikuwa nimechoka. because I was very tired. Nikalala. I fell asleep. Kabla tujaondoka kwenye basi, Before even the bus took off, wakasema ya kwamba basi haliendi tena, badilisheni mhamie kwenye basi lingine. they said the bus is no longer going to travel, move to a different bus. Nikatelemka. I got off the bus. Nikaacha mzigo. I left my stuff in the bus. Nikaenda kuingia kwenye hilo basi, nikaenda mpaka Arusha. I went in a different bus and I traveled to Arusha. Kompyuta yangu nikaiacha kwenye ile basi. My computer and everything I left in the other bus. Na waambia kitu cha kweli. I'm telling the Na huko truth. ndani kwenye kompyuta kulikuwa na vitu vingi, kulikuwa na simu, kulikuwa na kamera. And in my computer bag there was my phone, my camera, everything in there. Na unajua, sikia, hapa kuna uwezekano watu wakawa wazuri kwa sababu kila mtu ana vitu vyake. Here there might be some good people because everybody almost got everything. Afrika watu wanaweza wakawa wazuri. In Africa people can be good. Tanzania watu wanaweza wakawa wazuri. In Tanzania people can be good. Lakini sio Kilimanjaro. But not in Kilimanjaro. No. Hata Tanzania wanajulikana watu wanaotokea huko wanaitwa Wachaga. Even in Kilimanjaro people are there, they know they call them Wachaga. Mtu ukisema Mchaga, if you say Mchaga, maana yake ni mtu anayetafuta pesa kama Myahudi wa New York. It means it's somebody that look for money like a Jewish from New York. Kabisa. Basi nikafika nyumbani. So I got home. Ninamuuliza mke wangu. I asked my wife, Kompyuta yangu wapi? "What is my computer?" Anasema, "Sio kwa leo." She said, "You took it with you." Nimeiacha kwenye basi. I said, "I left it on the bus." Oh. Nikasema sasa nafanyaje? I said, "What am I gonna do now?" Nikasema vitu vilivyomo humo ndani, nikapanic, nikasema lazima nirudi. I was like, yeah, there's some important stuff in the Nikachukua sasa yeah, I have to private go car, back. nikaendesha nikarudi. So I took the car, I went back to go there and search for it. Nikaenda. I went there. Nikalikuta basi lilipopakiwa. I found the bus where it was parked. Ninaamini kutakuwa na vitu, paangalia hakuna. I believe the thing will be in there. I went there, there was nothing. Nikalala kwa hoteli. I slept in the hotel. Kesho yake nikaamka, nikaenda stand ya basi. The next day I went back to the bus stop. Nikaenda kuwauliza, I went and asked them, hamkuona "Did you see my mzigo stuff? wangu kwenye basi?" Did you see my bag in the bus?" Wakacheka sana, wakasema They laughed so much. Kilimanjaro, They say here in Kilimanjaro, kwenye basi, stand ya mabasi, on the bus stop, laptop, you looking for laptop kamera, or camera? una akili nzuri. Are you thinking right? Lakini wakati nazungumza hivyo, But when I speak like this, mtu mmoja akanifuata akaniambia, one person came to me and told me, ukinipa shilingi 10,000 mimi nitakuonyesha aliyechukua. "If you give 10 pounds, I'll tell you Ambayo ni to kama shilingi, ambayo ni kama $5. It's almost like $5. Nikasema hiyo tu, twende unionyeshe kwanza nitakupa. I say, only that? Go show me where the bag is, I'll give you the money. Akaenda. He left. Kwenda kunionyesha, kumbe sio yule mtu. The person he went to show me was not the person. Nikamshika yule mtu, nikamwambia hivi, mimi nakupeleka polisi. I grabbed this person and said, "I'm going to take you to the police." Akasema sawa. He said, "Okay." Nikasema I said, "No, wait." Nikamwambia mimi ni mtumishi wa Mungu. But I said, "No, I'm a man of God. Humo ndani kuna vitu vya Mungu. There's something for God in that bag. Hauogopi?" Are you not afraid?" Akakaa akafikiria kama dakika 10. He sat down and think for 10 minutes. He's like, akaniambia amechukua fulani lakini ni jambazi. he said he took somebody, but this person is a gangster. Nikimtaja ataniua. If I tell you who this person is going to kill me. Nikamwambia wewe nielekeze tu kwao. I told him, "No, just take me to the person." Akanielekeza. He took me to the person. Akachukua rafiki yangu mwingine. I went with one of my friends. We went to that person. Tulipofika, When we got there, yumo ndani ya nyumba ameshindwa kutoka. we found him in the house, was not able to come Nawaambieni out. ukweli. And I'm telling you the truth. Kabisa. The truth. Akasema jamani, vitu vyako hivi hapa, akanipatia vitu. He said, "Your stuff is right there. Take it." Nikamuuliza, wewe ni mwizi. I said, "You are thief. Imekuwaje?" How come?" Akaniambia hivi, usiku sijalala. He said that all night I could not sleep. Kwa nini? Why? Nilikuwa ninaona picha yako, mtu likubwa limenisimamia. I was seeing your picture all night like a big person standing right in front of me. Ananiambia usitoke hapa. He said, "Don't live here." Nikapata vitu vyangu. And I got my stuff. Amen. Hata sikuomba. I did not even pray. Sikufunga. I did not fast. Kwa sababu gani? Why?
baba alikuwa anafanya kazi kwa mtoto. The father was doing the job for the son. Unajua Mungu wakati mwingine anatufahamu. Sometimes God understands us. Vizuri kabisa. He knows us very well. Kama baba, like father. Akisema awape kazi ya kufunga siku 7, wengi hapa mtakuwa waoga. If he said to ask you to fast for 7 days, many people won't ya kwanza ya pili hatujala kitu. You know we won't go first day, second day we haven't eaten anything. Mungu anaelewa. God knows us. Anajishughulisha na udhaifu wetu. He just take care of us just as weak as we are. Sikiliza utanielewa. Listen to me while you understand. Utanielewa, naomba usome na mimi. I want you to read with me kitabu cha Mwanzo. In the book of Genesis. Wacha tuanzie kitabu tunasoma kitabu cha Mwanzo, lakini wacha niseme hii katika kitabu cha Malaki inavyosema. We're going to read in Genesis, but we also going to read kitabu cha Mwanzo sura ya 45. Weka hapo Biblia yako ikae hapo. Genesis 45. Put in your Bible, just keep it there on your Bible. Biblia yako iweke ikae katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 45. Keep your Bible on Genesis 45. Kuanzia ule mstari wa kwanza hadi ule mstari wa 11. From 1 to 11. Tutakuja tu kusoma hapo, tutaelewana. We're going to come back and read there, we'll understand each other. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Malaki sura ile ya 4 nafiki. Malachi 4. Mwishoni pale, around the end, Nabii Malaki anasema hivi. The prophet Malachi says, kabla ya siku ya Bwana kuja, before the time of God comes, atamtuma kwanza Elia. He's going to send Elijah. Wote tunamjua Elia alipokuwa. We all know Elijah who he was. Elia Mtishbi. Elijah the Tishbite. The Tishbite. Elia Mtishbi alikuwa yeye ukimletea matatizo kwa Mungu wake. Fikiria, wangapi hapa mlishawahi kuchinja kuku? Elijah was the person that if you keep on bringing your problem to his God, how many people have slaughtered chicken? Unaweza kuchinja kuku wangapi kwa siku moja? How many chicken can you kill in one day? If you just give your job to kill chicken, how many can you slaughter in one day? How many chicken would you kill? Mimi kwa sababu nafanya mazoezi sana naweza kufikisha 200. Me because I did a lot of training, I can do even 20 chicken per day. Lakini kuna watu hapa mwezi kufikisha 20. Mimi naweza kufikisha kuku 200 kuchinja. Me, I can go even to 200 chicken per day. Lakini wengi kama hamna mazoezi huwezi kuchinja kuku 20. But most of you, if you don't practice, you can't even slaughter 20 chicken per day. Lakini Elia nabii wa Bwana alichinja manabii 450. But Elijah, the man of God, slaughtered prophets 450. Hachoki. Unaweza He ukaelewa. was not getting tired. Elia alikuwa na moyo wa namna gani? Elijah had what kind of heart? Sikiliza. Akiulizwa, when they ask him, nini unachokifanya? What do you do? Anasema naona wivu. He said, I feel so jealous kwa ajili ya Mungu wangu. For my God. Chinja manabii 450. He slaughtered 450 prophets. Anatabiri. It was prophesied. Malaki anasema siku zile Elia atakuja. Malachi is those days that Elijah will come. Kabla ya siku ya Bwana, Malaki anasema Elia atarudi tena. Before the day of God, he says Elijah will come back. Lakini sikiliza, atakapokuja hatakuja kuchinja manabii tena wa Baali. But listen, when he comes back, he's not coming back to kill the prophets. Anasema hivi, he says this, atakuja, he's gonna come, ageuze mioyo ya baba iwaelekee watoto, to change the heart of father to go to look towards the son, na mioyo ya watoto iwaelekee baba, and the heart of the son to go to watch towards the father. Napenda anavyosema pale. And that's what he says there. Anasema hivi, he says this, Mungu anasema, God says, nisije nikaipiga dunia kwa laana. I don't want to come punish the world by curse. Unaelewa kwa nini watu wengi wanaishi na laana kwenye maisha yao? Do you know why so many people live with curse in their life? Kwa sababu mioyo yao imegeukia nyuma, imewapa kisogo baba zao. Because their hearts have faced the other way and give their fathers back. Nakwambia hivi, I'm telling you this. Fanya utakavyofanya. Do whatever you can do. Hii ni kanuni.
This is the law. Kanuni kama ya uvutano wa juu kwenda chini, hiyo. If it's the law from pulling from up to down, that's the law. It's the same as a gravitational force. Amen. It is just the same as the law of flotation. Amen. Sikiliza, ukifuata kanuni ya kuelea, meli kubwa inaelea. If you follow the law of understanding, how the big meli kubwa kule baharini inaelea, how the big ship goes in the ocean, you will understand. Lakini wewe ukijaribu kuingia kule, hujui kuogelea, unazama. But if you go in there, you don't know how to swim, you're gonna. Kwa hiyo kitu kinachokuzamisha kule sio kwa sababu maji ni mabaya. So something that's gonna make you drown is not because the water is not good. Ni wewe hujui kuogelea. It's because you do not know how to swim. Haufuati kanuni. You do not follow the law. Meli inatoka hapa mpaka inafika Afrika Kusini, Cape Town. The ship leave from here even to Africa in Cape Town. Inaondoka hapa mpaka inafika kule wanapaita Banguela kule Msumbiji. It travel from here to there to Banguela. Na imejaza container. And then it's all full. Container nyingi. It's packed with containers. Haizani. But it does not. Kwa nini wanadamu wameelewa kanuni kama hiyo? Why people understand this type of law? Na tunasoma. And we read. Hivi unaelewa maana ya wote hapa tumetoka Afrika, tunaelewa maana ya maili 5,000. Most of us we came from Africa, we understand the meaning of water. Kilomita karibia miles. We understand miles like 80 miles. Mile 5,000. We understand the meaning of 500 miles. 5,000 miles. Kutoka Afrika mpaka hapa. From Africa to here. Wangapi walikuja na wanatembea na mguu? How many people came here walking with their feet? Ulikuja ukitembea na mguu au ulikuja na basi? You came here walking or you came with the bus? Ulikujaje? How did you get here? Huu ni muujiza. This is a miracle. Huu ni muujiza. This is a miracle. Kama unaweza ukaruka juu hewani mpaka ukaje ukashukia huku. If you can fly up in the air and then come and land down here. Huu ni muujiza. Unataka muujiza gani? It's a miracle. What kind of miracle do you want again? Huu ni muujiza. Ulikuwa hewani. This is a miracle. You are up in the air. Unauona kwamba sio muujiza kwa sababu kuna mtu alishafuata kanuni. You think it is not a miracle because somebody already followed the law. Mtu amelipa gharama. Some paid the price ya kutengeneza ndege. To build this airplane. Ikajazwa mafuta. And they put oil in it. Sikiliza. Listen. Kanuni ya kukwepa laana za Mungu. The way of running away from the curse of God. Leo sijui kwa nini nataka kuhubiri hivi. I don't know why I want to preach like this today. Mimi napenda nina ujumbe wa kutia moyo watu, lakini leo sijui kwa nini nazungumza. Mostly I have a message to encourage people, but I don't know why I'm preaching like this today. Nisikilizeni. Listen to me. Nisikilizeni. Listen to me. Mimi ni mtu mdogo sana. I'm a small person. Sana. Very small. Hata umri wangu sio mkubwa vile. Even my age is not that high. Mimi ni mtu mdogo sana. I'm just a young person. Unaweza ukaniona ukanichukulia poa, tunasema Tanzania. Ukaniona wa kawaida. You can look at me and look at me like anybody, just like anybody. Lakini nisikilize. But listen to me well. Usije ukajaribu kuniona wa kawaida ninaposema maneno ya Mungu. Don't look at me just like anybody when I speak the word of God. Hata kama wangekuwa wamekaa hapa maseneta wote wa nchi ya Marekani, nitawaambia hivyo hivyo kama even if all the senators of America were sitting here, I will speak the same way I'm speaking to you. Maneno ya Mungu ni ya Mungu. The word of God is for God. Wala sizungumzi hapa kukuchangamsha. And I'm not trying to preach to cheer you up. Sikiliza. No, listen. Na ninapozungumza hivi shetani hawezi kunizoea. And then when I speak this way, the devil will not mess with me. Kama mchungaji alivyosema shetani asituzoee. Just like pastor say, we should not let the devil mess with us. Sikiliza, shetani na atuzoee wote hapa. The devil cannot mess with us all here. Hawezi nizoea mimi. He cannot mess with me. Jiwekee imani hiyo. Just keep this faith with Sema hivi, shetani na amzoee kila mtu pamoja na Pastor Joy. Tell the devil you can mess with anybody, even Pastor Joy. Lakini sema moyoni mwako shetani asinizoee mimi. But say in your heart the devil should not mess with me. Mwambie shetani usinizoee. Tell the devil don't mess with me. Lakini kanuni za shetani asikuzoee. But the law of the devil to mess with you, lazima uzifuate. You're supposed to follow them. Kanuni ambazo shetani hata kuzoea. The way that the devil should not mess with you, ili shetani asikufuate, so the devil will not follow you, ili shetani asikuzoee, so the devil will not mess with you. Biblia imesema wazi, the Bible says widely, mpingeni shetani,
curse the devil, naye atawakimbia. and then he's going to run from you. Mkaribieni Mungu, Come close to God, naye atawakaribia, and then he's going to come closer to you. Mpingeni shetani. Curse the devil. Unajua shetani yuko kama mbwa koko. The devil is like a dog. Mbwa koko sio pet hao ambao wana pet hotels hapa Amerika. Mbwa koko. Mbwa koko wale mbwa wanaorokota kwenye majalala. Oh, the devil is like those stupid dogs that they eat from the garbages. Mbwa koko, crazy dogs, akikutishia if it goes like ukifanya hivi ndio anakuja zaidi. If you kinda get scared like you wanna go, he's gonna come after you. Lakini mbwa koko akifanya but if you do ho ho and you ukasimama ukamfuata ukasema toka, kama unataka kumpiga teke, if you stand there and just say get out of here like you are about to hear it, ana kawaida mbwa, he has one law. Anachukua mkia wake, he's going to take his tail, anaweka chini ya miguu, he's going to put it under his legs, and he's going to put it together, and he's going to Shetani yuko hivyo. That's how the devil is. Ukimruhusu akaa na chokoza, if you allow him to keep on messing with you, atakusindikiza mpaka kanisani. He's going to take you to the church. Na kuambia utakuja mpaka kanisani. He's going to come with you up to the church. Utambeba mgongoni. You're going to carry him on your back. Hatakuacha. He's not going to leave you. Sasa nisikilize, kanuni, but listen, the law, lazima ifuatwe. We're supposed to follow the laws. Kanuni, we're supposed to follow the laws. Kila in every, ukila chakula, when you eat food, ukashiba, well, if you're full, lazima uende haja. You're supposed to go to the bathroom. Hiyo ni kanuni. That's the law. Huwezi kukwepa. You're not going to run from that. Ungekuwa mrembo unapendeza kiasi gani. It doesn't matter how beautiful you are. Lazima tutafungua mlango wa bafuni. You're going to go to the bathroom. Kama unataka matatizo, kama unataka kuendelea kupendeza siku zote. If you don't want the problem, you still want to look good, you have to go to the bathroom. Maana ni wewe mwenyewe ulikaa kwenye meza ya chakula, lazima the same person you were sitting on that table with so much food. Huwezi kukwepa. You cannot run from ukizikata nywele, if you cut your hair, jua zitaota. Just know that they're going to grow again. Kanuni. It's a law. Ni kanuni. Jamani, mlishawahi kumwona mtu anatembea hivi? Anatembea hivi. Have you ever seen anybody walk like this? Hivyo. Like that? Nasema huyo mtu. How are you going to say this person? Lazima utembee hivi. You're supposed to walk like this. Ni kanuni ya kutembea. It's the law of walking. Sawa? Yes. Ni kanuni, wala ufundishwi utatembea hivyo. Don't argue about how to walk. Huwezi kutembea hivi. You cannot walk like this either. It's the law. Ni kanuni. It's the law. Eti kanuni zingine zote tunazifuata. We follow all the laws. Mimi sijajua vizuri kupiga muziki. I don't know very well how to play. Lakini ukiniweka pale kwenye ile keyboard kama ilivyokuwa inapigwa na yule aliyekuwa anapiga. But if you put me on the keyboard to play like he was playing. Yani nikiamua kupiga baadhi ya key fulani unajua ya mchungaji anajua. If you are trying to play some bass na hakikisha tu na kuonyeshea na wewe. I'll just make sure I show you who does not know how to play. Lakini yule anayejua. But the one that knows how to play. Ataniambia he's going to be like, something is not right. Somewhere you haven't touched much. Atanipima, ataniona. He's just going to test me, going to be like, hizo grooves zako sio zenyewe. Your grooves there, they're not like real. Kwa sababu gani? Why? Anajua utaratibu. Because he knows the law how to play. Lakini kuna watu wengine, but there are people, hajui, he does not know anything, lakini anataka tu na yeye aonekane yumo. But he just want to prove that he knows something. Amen. Nikipata nafasi nitatafuta kuna muziki fulani muimbaji mmoja wa nyimbo za Injili alirekodi. If they have a chance, I'm going to find this music of one singer he recorded. Alizuiliwa na watu wa studio usirekodi hizi nyimbo, wewe hujui kuimba. Most studios turn him away, they say you do not know how to sing. Lakini akalazimishia akasema pesa sininazo. But he says I have my money. Naomba ni rekodi hivyo. I want to record my music. Akamrekodi. They let him record his music. Alafu akanitumia mimi akasema naomba mchungaji uniombee. Nataka kufanya uzinduzi wa CD. He said the music, he said, Pastor, I want you to pray for me. I want to publish my music. Nilipoisikiliza, as I listened to this music, akasema I said, unataka kuzindua you really want to publish this? Na niombe. And you want me to pray? Unataka Mungu anipige. You want God to slap me? Kwa sababu kwenye Zaburi inasema, because in kwenye kitabu cha Zaburi, in the book of Psalms says, inasema, it says that imbeni na mcheze kwa ustadi. Sing and dance in a good way. Fanyeni muziki kwa ustadi. Sing and dance in the make a skillful
noise before the Lord. Sasa mfanye muimbe kwa ustadi. Sing in a good way for the Lord. Sasa wewe unachokiimba hapa, so you what you sing here, ulikuwa na lengo la kunipasua mbavu au were you trying to break my chest or what? Cheka. I was laughing. Nilicheka. I laughed to the death. Unajua alichokuwa anaimba hivi? If this is how he was singing, alikuwa anaimba hivi. Muziki wako unapigwa hivi. His music goes like this. Alikuwa anaimba. Ewe shetani, ewe shetani nipite. Anasema, Mungu Baba nishike mkono. Baba nishike mkono. Father, nishike mkono. Father, hold me the hand. Hold me the hand. Shetani toka hapa. Devil go. Shetani toka hapa. Devil go. Ninazo hizo nyimbo nikizipata nitawatumia. If I can find this song, I'm gonna send it to you. Ili ucheke kidogo. So wale watu wanapojua kuimba. You see how people nenda kajifunze kuimba. You have to go learn how to sing. Unaharibu hali ya hewa. You destroy the singing. Hakuna kitu mimi nachukia kama nikiingia kwenye kanisa alafu watu hawajui kuimba. There's nothing I hate like go to the church and people do not know how to sing. Hata kama ulikuwa na ujumbe mzito, ujumbe Mungu anakuja kuchukua anasema subiri kwanza. Even if you had a good message in the song, but God is going to take the message away from the song. Ujumbe hauendagi na nyimbo za. He said this message does not go with this type of songs. Amen. Amen. Unakuta watu katikati mnataka msikie neno zuri la Bwana. You hear people are waiting to hear good word of God. Unasikia watu wanaanza kuimba shetani nitakusema kwa Baba nitakusema. The devil said to Father. Amen. Amen. Watu wanaimba vitu vya ajabu. He sings some crazy stuff. Kule Tanzania tuna mtu mmoja mwimbaji watu wanampenda. In Tanzania we have one person people love him so much. Lakini anaimba vitu vya ajabu. But he sings some crazy stuff. Anaimba Yesu uko wapi? Njia gani umekwenda na kutafuta huonekani? Njia gani umekwenda? Watu wanapenda wimbo wake kwa sababu imepangwa vizuri, imepigwa reggae moja. They play a really good reggae, but the song is a little bit catastrophic. Labda Caleb atanielewa ninachokizungumza. Maybe Caleb will understand me. Hizo ngoma vizuri. Ameimba vizuri. He sings very well. Sikiza maneno ya Yesu. But listen to the words. Njia gani umekwenda? Jesus, where are you? Which way are you going? Na kutafuta. I'm looking for you. Njia gani umekwenda? Which way are you going? Swali langu. My question. Swali langu. Here my question. Ninyi hapa hamjui Yesu alipokwenda? You here, you don't know how Jesus went. Na waimbaji mna tabia hizo. Even singers, you have this. Mnaimba vitu ambavyo vinapingana na neno la Mungu. You sing things that goes against the word of God. Hamtanipenda. Me, you're not gonna like me. Kwa sababu nitawachanganya. Because I'm gonna make you confused. You're not gonna like me. Kwa Tanzania watu washanichukia sana. So many people don't like me in Tanzania. They say, why you destroy people's songs? Mimi nakaaje nasikiliza wimbo nasema, I just listen to the song and I say, walionizalisha wamenikimbia. Yesu nipe uvumilivu. Unauita wimbo wa Injili. You call this a gospel song? Waliokuzalisha sisi tulikutuma wakakuzalisha. People who got you pregnant. Who told them to get you pregnant? Tulikutuma si ulienda mwenyewe. You went there by yourself. Nobody sent you there. Nyimbo za zamani watakuwa wanazielewa wazee wangu hapa walikuwa naimba huko Tanzania. Old song our father here will understand. Samsoni akadanganywa na Delila, akatoa siri zote. Delila akamnyoa Samsoni, nguvu zikamwishia. Unaona inaimba vizuri, watakuwa wanazielewa hizo nyimbo. You will understand these songs. Ukisoma Biblia, but when you read the Bible, Delila au Samsoni aliyedanganywa ni nani? Delilah or Samson, who was deceived? Nani aliyedanganywa na mwenzake? Who was deceived by the other? Samsoni ndio alimdanganya Delila. Samson is the one that deceived Delilah. Sio Delila alimdanganya. It's not Delilah who deceived Samson. Samson alikuwa na roho wa Mungu, hawezi kudanganywa na. Samson has the spirit of God. Tatizo la Samson, he was a lover boy. The problem of Samson was too much love.
anajua kupenda. He knew how to love. Hilo ndio tatizo la Samson. That was his problem. Lakini mara 3 anamdanganya Delila. But 3 times he lied to Delilah. Mara ya kwanza akamwambia niambie ili uweze kukamatwa asili ya nguvu zako ni nini The first time she asked him what's the secret of your strength. He lied to her. And when the Philistines come, he killed them all. The second time he killed them all. Akasema mara 3 unanidanganya. At the end Delilah said you lied to me 3 times. Lini Delila alimdanganya Samson? What did Delilah lie to Samson? Nothing. When you sing this type of song, you understand why I say I read the Bible? Do you understand? Now listen to what I'm going to say. Elijah was told, Malaki aliambiwa Elia atakuja kabla ya siku ya Bwana. Malachi was told Elijah will come before the day of the Lord. Akasema hivi atakapokuja, and he says when he comes, atakapokuja, as he's going to come, kazi yake itakuwa ni kugeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto. His job is going to be to change the heart of the father to go towards the son. Kugeuza mioyo ya watoto iwaelekee baba. To turn the heart of the son to go towards the father. Hilo ndio tatizo la hii dunia. That's the problem of this world. Kwa sababu moyo wa baba kama haujamuelekea mtoto, because as long as the heart of the father does not face the child. Maneno haya magumu ninasema kwenye semina za uongozi peke yake. I'm going to say this stuff what I say only to the seminars. Sikiliza. Listen. Moyo wa baba usipomuelekea mtoto, if the heart of father does not face the child, mtoto huwa anakuwa fatherless, anakuwa yatima. The child become fatherless. Anakuwa yatima, hana baba. He become fatherless, he has no father. Na baba asipoelekezea moyo wake kwa mtoto, and if the father does not face his heart to the child, sijui niseme nini, urithi wake wa maongozi unafutika. His heritage of leading is going to be deleted. Tunaita legacy. Amen. Inaondolewa, inafutika. It's going to be deleted. Ndicho kitu ambacho Sauli alimuuliza Daudi, wewe ni mtoto wa nani? That's the thing that Saul asked David, whose son are you? Sasa nisikilizeni kitu ninachotaka kusema kwenye. Now listen, one thing I want to say in the book. Mungu, God, amekwisha kuachilia kila kitu. He already left everything. Kuna baraka, there is blessing, na kuna laana, and there is curse. Imesemwa kwenye kitabu cha Isaya. It says in the book of Isaiah. Ukisoma sura ya 60. If you read inasemaje mstari wa kwanza anasemaje? The first verse it says, inuka uangaze, stand up and shine, maana nuru yako imekuja, because your light is coming, na utukufu wa Bwana umekuzukia, and the glory of God is surrounding you. Dunia yote itajazwa na giza. The entire world shall be filled with darkness. Wanadamu wote watafunikizwa na giza nene. Every human is going to be covered with darkness. Lakini wewe nuru ya Bwana itakuangazia. By you the light of God is going to shine upon you. Kwa hiyo tusidanganyane. So we should not deceive each other. Hii dunia imefunikwa na giza. This world is covered with the darkness. Hii dunia iko katika hali mbaya. This world is in a bad way. Hii dunia iko kwenye shida. It's in a problem. Lakini but Mungu anasema, God says, wewe inuka uangaze. You stand up and shine. Kwa sababu nuru yako imekuja. Because your light is coming. Na utukufu wa Bwana umekuzukia. And the glory of God is surrounding you. Kwa hiyo kila mtu ajisikie na awe na utukufu wa nyumbani kwao. So everybody is supposed to praise themselves and have the glory from your home. Sikiliza sasa mstari wa kwanza ninaposema tusome haraka haraka. Now read what the first verse says. Nisikilize. Listen to me. Lazima tumjue Baba. We're supposed to know the Father. Lazima vijana wafanyike kama baba. Young people are supposed to be led like fathers. Baba wawe wa baba. And fathers are supposed to be fathers. Na kuwa baba, and to be a father, kishindwa hapo, if we cannot do this, Mungu amekwisha kusema, God has already spoken, ataipiga dunia kwa laana. He's going to beat the world with curse. Kwa nini dunia ilaaniwe? Why is the world going to be cursed? Kwa sababu haiwezi kubeba baraka. Because it cannot carry the blessing. Kwa sababu haiwezi kuwa na baraka. It cannot have the blessing. Dunia lazima ibebe laana. The world is going to carry curse. Kwa sababu baba wameangalia kwingine. Because the father has turned a different direction. Na watoto wameangalia kwingine. And the children are standing another direction. Sikilizeni, nataka niwape siri. Listen to me, I want to give you a secret. Nataka niwape siri. I want to give you a secret. Mimi naweza kufa. I can die. Mchungaji anaweza kufa. The pastor can die. Mtu yeyote anayesimama hapo madhabahuni anaweza kufa. Anybody who stands here, the father can die. Lakini neno la Mungu
Mungu huwa halifi. But the word of God will never die. Hallelujah. Amen. Neno la Mungu halifi. The word of God does not die. Kwa hiyo Mungu huwa anatafuta wababa. So God is looking for fathers. Ili wawalee watakaolibeba neno lake. So they can take care of the people who are going to carry his word. Sikiliza. Listen. Kama kuna mtu anaweza kubeba neno la Mungu nililolifundisha. If is anyone can carry the word of God as I'm teaching. Hata nikifa. Even if I die. Kuna hasara gani? What's the problem? Shetani amepata nini? The devil does not give. Hakuna, kwa sababu ameniua tu mimi, lakini kuna watu watakaosimama. You just kill me, but another person is going to stand with the word of God. Na wakati mwingine nisikilize. And some other time listen to me. Kwa wababa tunaposhindwa kuwa wababa, Father, when we fail to be father, tunazibaziba njiani. We just hanging around. Wakati mwingine inabidi tutolewe. Sometimes we have to pass. Inabidi ufe. Sometimes we gotta die. Unaona kwa nini laana iue na kazi? You see why the kwa sababu Mungu anataka kufanya kitu. Because God wants to do something. Lakini anayechelewesha ni baba. But the people who are making the word of God to delay is the father. Hakuna, nawaambieni, hakuna laana mbaya kama hiyo. Hata ungeombewa na maaskofu wote America hutapona. There is no bad cross like this. Even though you could be prayed for all the bishops from America, you won't be healed. Ukifikiria na kutania. If you think I'm joking with you, soma uone jinsi ambavyo Eli, kuhani mkuu wa Israeli wakati huo, alipokufa. Read and see how Eli, the big prophets in Israel, Mungu alikuwa anamsubiria tu aweze kumfundisha Samueli namna ya kusikia sauti ya Mungu afe. God was just waiting for him to teach Samuel how to listen to the voice of God and the soul of God. Kwa sababu Mungu huwa anaacha urithi wa kazi yake. Because God leave heritage of his work. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya, tusome sasa kitabu cha Mwanzo muone. Now let's read the book of Genesis so you can see. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza, tutasoma, nifuatilie, tutasoma tu Biblia ya Kiswahili. Genesis 1, we just going to read Swahili verse. Hapo Yusufu hakuweza kujizuia mbele yao wote waliosimama karibu naye. Akapiga kelele na kusema, "Muondoeni kila mtu mbele yangu," wala hakusimama mtu pamoja naye. Yusufu alipojitambulisha kwa nduguze, akapaza sauti yake akalia. Nao wa Misri wakasikia, watu wa nyumba ya Farao nao wakasikia. Yusufu akawaambia ndugu zake, "Mimi ndimi Yusufu." Sikiliza swali alilouliza. "Baba yangu angali hai bado?" He told Joseph, "Is my father still alive?" Wala ndugu zake hawakuweza kumjibu, maana waliingiwa na hofu mbele yake. Mstari wa 4 anasema, Yusufu akawaambia ndugu zake, "Karibuni kwangu basi." Wakakaribia, akasema, "Mimi ni Yusufu ndugu yenu ambaye mlimuuza kwenda Misri. Basi sasa msihuzunike wala msiudhike nafsi zenu kwa kuniuza huku, maana Mungu alinipeleka mbele yenu kuhifadhi maisha ya watu." Mstari wa 6, "Maana miaka hii miwili ya njaa," au maana miaka hii miwili njaa imekuwa katika nchi. Sikiliza anavyosema, "Na iko tena miaka 5 isiyo na kulima wala kuvuna. Mungu alinipeleka mbele yenu kuwahifadhia masazo katika nchi na kuwaokoa ninyi kwa wokovu mkuu." Mstari wa 8 anasema, "Basi si ninyi mlionipeleka huku, ila Mungu, yeye ameniweka kama baba kwa Farao." Amen. Hilo ndio leo nataka usikie. That's the word I want you to hear. Sikiliza alipozungumza. Listen to how he says. Sikiliza alichozungumza. Listen to what he says here. "Na Bwana katika nyumba yake yote na mtawala katika nchi yote ya Misri, fanyeni haraka mwendee baba yangu, mkamwambie, hivi ndivyo asemavyo mwanao Yusufu, Mungu ameniweka kuwa bwana katika nchi yote, katika nchi ya Misri yote. Basi unishukie usikawie, nao utakaa katika nchi ya Goshen, utakuwa karibu nami, wewe na wanao na wana wa wanao na wanyama wako, ng'ombe zako na yote ulionayo, nami nitakulisha huko, maana bado imesalia miaka 5 ya njaa. Usije ukaingia katika uhitaji, wewe na nyumba yako na yote ulionayo."
Najua ulishawahi kusoma mistari ukapita pita tu. I know you have read this verse, nimesikia wahubiri wengi sana. But I heard so many preachers wakihubiri wakisema Mungu alimfanya Yusufu kuwa waziri mkuu. They say God made Joseph to become a big minister in Misri. Farao hakumruhusu tu awe akae kwenye kiti chake cha enzi. They say Pharaoh did not just allow him to sit on his throne, lakini alifanywa kuwa wa pili kutoka kwa Farao. But he made him to become the second after Pharaoh himself. No. Sikiliza version ya Pastor Joe. Listen to the verse of Pastor Joe. Farao alikuwa wanasema nini ukifukuzwa kazi? They say how they call you, they kick you from work. You are being fired. Alikuwa fired. They say Pharaoh was fired already. Akabakiza tu ile jina. His name was just there. Sikiliza Yusufu anavyosema. Anawaambia ndugu zake, Mungu amenifanya kuwa baba kwa Farao. Joseph told his brother, God has made me to become a father to Pharaoh. Anawaambia ndugu zake, kama Mungu akinifanya kuwa baba kwa Farao, leteni baba yangu huku. If God can make me to become a father to Pharaoh, then bring my father here to me. Nisikilizeni kwa makini na kwa makini. Listen to me very well, I'm finished. Nisikilizeni kwa makini. Listen very well. Mungu huwa ana majira tofauti tofauti katika kanisa. God has a different season in the church. Na tunapaswa tuelewe vizuri. And we're supposed to understand. Tunapaswa tuamini kila kitu tunachoelewa. We're supposed to believe everything that we read. Lakini kuna majira ya kuishi, watu huwa wanaishi katika nchi ya Kanaani. But there is also season of people who are living in Canaan. Lakini majira ya Mungu kuondoka kwenda kuishi Misri yakifika, Kanaani mtakufa. But when the time of God comes for people to live in Misri, to go to from Canaan to Misri, Canaan people will die. Listen to me. Ukifika muda wa kutokuishi Kanaani, tokeni Kanaani. If you get to a point that you should not live in Canaan, leave Canaan. Nendeni Misri and go to Misri. Egypt. Sorry, thank you. Sawa? Tokeni Kanaani, nendeni. Leave Canaan and go to Egypt. Yakobo alikuwa baba Kanaani. Jacob was father in Canaan. Na alikuwa na watoto wake. And he has his children. Ambao walikuwa wanalia njaa, wako karibu na kufa na njaa. His children that were crying hungry, they were close to die with hunger. Lakini Yusufu alikuwa na yeye baba Misri. But Joseph was also father in Egypt. Na alikuwa na wanawe akiwemo Farao, walikuwa wanaishi na kula na kusaza. And he had his children including Pharaoh, they were eating and they were so. Chagua hivi leo, unataka kuwa mtoto wa nani? Choose today, you want to be whose child? Unataka kuwa mtoto wa Yakobo Kanaani? You want to be a child of au unataka kuwa mtoto wa Yusufu katika nchi ya Misri? A child of Joseph in Egypt. Sikilizeni niwaambie neno la Mungu. Listen to me, I'm telling the word of God. Haijalishi uko wapi. It does not matter where you are. Haijalishi unateswa au kitu gani kinakupiga kukabili. How you suffer or what to stop. Kanisa hili linaonekana leo ni kanisa dogo. This church looks today like it's a small church. Lakini niwaambieni maneno haya ninayowahubiria leo. But I'm telling you this word I'm preaching today. Ni maneno ya majira mengine kabisa. It's the word of different. Sio maneno ya majira ya kutabiriana. It's not something about prophecy. Sio maneno ya majira ya kutafuta wagonjwa kila siku kanisani. It's not the word of the time of looking for sick in the church all the time. Nisikilizeni, ni maneno ya mtu ambaye anaishi mahali Mungu alipo. It's the word of people that live where God is. Mungu ni baba yetu. God is our father. Mungu ni baba yetu. God is our father. Aliambiwa Yakobo, he told Jacob, tell him to make it faster, to make it snappy. Mwambieni harakishe. Tell him to make fast. Kwa sababu kuna miaka mingine mitatu ya njaa. Because mitano ya njaa. There's another 5 years of hunger. Nisikilizeni niwaulize swali. Let me ask you a question. Unasemaje kama Yakobo, kwa sababu alikuwa na Mungu na alikuwa amebarikiwa, tunapenda kuhubiri? Why you say like Jacob had a God and was blessed? We like to preach. Alipokuwa anakimbia kutoka kwa Isaka kwenda kwa mjomba wake Labani, alipofika Betheli, aliona ngazi ikishuka akabarikiwa. As he went from Isaac to his uncle, when he got to Bethel, he saw stairs and he was blessed. Alibarikiwa, Isaka akabaki kipofu. He was blessed, but Isaac was left blind. Baraka zikaenda kumtajirisha Labani. And this blessing went to make Laban rich. Akaachwa Isaka na familia yake huku ni kipofu, alafu bado wanahemea njaa kwenye hema. He left Isaac with his family there. He was blinded and he was still living in a tent. Kwa sababu hawakumsikia yule aliyekuwa na neno la baraka. Because they did not want to listen to the one that had a word of blessing. Yakobo huyo, the same Jacob, akiwa pale,
He was there. Kanani. In Canaan. Wakamuuza Yusufu akaenda Misri. They took him to Egypt to. Biblia yangu nikiisoma, if you read my Bible, inaniambia ukisoma vizuri kitabu cha Mwanzo, if you read very well the book of Genesis, inasema ikawa nyumba ya Potifa ikabarikiwa kwa sababu ya Yusufu. He said if the house of Potiphar was blessed because of Joseph. Nisikilizeni ninachozungumza. Listen what I'm saying. Mnanisikia hapa nazungumza kama na wafanya mfurahi. He said, you think that I'm going to preach that to make you feel happy? Kwa sababu nimesimama kwenye madhabahu na nazungumza neno la kweli la Mungu. Because I'm standing on this pulpit. Hakuna mtu atakayeshindana na baraka za kanisa hili. And preach this word of God, and nobody's going to be going against the blessing of this. Sio kwa sababu yangu. It's not because of me. Ni kwa sababu ya maneno ninayoyasema. It's because of the word that I'm speaking. Wewe unayasikia. You are listening. Haijalishi shetani anapanga nini. You do not know what the devil is planning. Lakini sasa tatizo, but the problem is, tutaingiwa na huzuni kwa sababu tumezoea Kanaani. We're going to be filled with stress because we are so used to Canaan. Watoto wa Yakobo waliingiwa na huzuni walipomuona waliyemuuza. The children of Jacob, they filled with so stress because they saw the person that they sold. Sikiliza. Yusufu, Joseph, akiwa Misri, when he was in Egypt, akamwambia kamtoeni baba yangu huko Kanaani. He told them, take my father out of Canaan. Swali langu ni hili. My question is this. Kwani Yakobo alishindwa kumuomba Mungu akamlilia Mungu mpaka akambariki akiwa Kanaani? You think Jacob did not know how to pray God to bless him in Canaan? Unajua kuna watu wengine ni wataalamu sana, unajua namna ya kufa. Some people they're so smart, they know, wanajua namna ya kufa. They know how to die. Yakobo, unataka kubaki Kanaani? Jacob, you want to stay in Canaan? Utakufa. You will die. Utakufa. You will die. Unataka kubaki Kanaani? You want to stay in Canaan? Utakufa. You will die. Mungu hata ungemlilia vipi, no matter how you cry to the Lord, miaka 5 ya njaa uikwepi. 5 years of hunger, you will not run from it. Dawa ya kukwepa njaa, the only way to run from hunger ni kwenda mahali Yusufu alipo, is to go where Joseph was. Hakuna namna. There was no other way. Unajua maana yake? Do you know the meaning of this? Unajua maana yake? You know the meaning? Yakobo alikuwa ameshakoma kuwa baba. Jacob was already tied to be a father. He was dismissed from the role of a father. Jacob was already dismissed from the role of a father. Yusufu ndio alikuwa baba. And Joseph became a father. Hivi hapa kanisani, kanisani si kuna baba? Here in the church there's a father, right? Si ndio? Right? Mchungaji Prosper ni baba. Pastor Prosper is a father, right? Mtoto wake mmoja ni nani? And one of his son, what's his name? Patron. Hivi Pastor Prosper anaweza kuwa baba kwa watoto wa patron? So you think Pastor Prosper atakuwa baba kwa watoto wa patron? It's true. So if kama mzee hakufundisha patroni kuwa baba, if pastor did not teach patron how to become a father, watoto hao kina Ben hawawezi kuwa watoto wenye baba, watakuwa fatherless. The child of patron, the Ben, they will be like a fatherless. Kosa ni la nani? Who is fault? No. Kosa ni ya babu. The fault is pastor. Unaelewa kwa nini Malaki anasema ya kwamba Mungu akiona hakuna flow, hakuna mtiririko wa hayo maadili anaipiga dunia kwa laana? Do you know why God told Malachi if he does not see the law goes like the way it should be followed, he's going to hit the world with curse? Kwa nini mnaona? Why you Umenielewa? You understand? Umenielewa manangu? Do you understand what I mean? Fikiria leo baba yangu asingekuwa hard line na kiasi hicho kunihakikisha mimi nimekuwa kweli, leo watoto wangu wangeishi. If my father did not make sure that I become a good father, how my children will live? Kwa miaka 11 mimi ninalea watoto, mimi ni baba wa watoto 18. 11 years now I'm taking care of 18 children. Nawezaje? How can I do that? Nimewezaje? How was I able to do it? Wewe wako wawili tu. You only got 2. Wanakutoa jasho hata kama ni winter. They make you sweat even though it's winter. Kwa nini nasema hivyo?
Why I say this? Kwa sababu baba anahitajika. Huwezi kumwondoa kirahisi baba. Because father is needed and you cannot just get rid of father easily. Iwe ni kwa jinsi ya mwili. Even though it's a flesh. Wa mama hakikisheni mnatengeneza wa baba, hao watoto wenu ni baba hao. Mother, make sure you take care of the father, even your children are fathers. Usimlee kama msichana. Do not take care of them like a girl. Hao ni baba. These are fathers. Mtakuja kuwalaumu baadaye. You're gonna come and blame them after for nothing. Sikilizeni niwaambie. Let me tell you. Kuna kazi za wanaume na kuna kazi za wanawake. There is men work and there's also women's work. Hasa kwenye familia za Kiafrika huwezi ukalikwepa hizi. Especially in African family, you will never run from this. Huwezi ukakaa unampangia mtoto wa kiume. Ndio anapaswa kuosha vyombo, ndio, lakini kila siku tu anaosha vyombo. You cannot just watafuta nini? A boy to wash the dishes every day. What are you looking for? What do you want to make out of it? Unataka aje awe baba? Do you want him to become a father? Amen. Leta vitu kwenye gari, msichana mwambie wewe nenda ndani huko. Mtoto wa kiume mwambie teremsha hivyo vitu vyote kwenye gari, pandisha juu. Tell the boy to take stuff from the car. From the car to the house and tell the girl to wash the dishes. Kama kuna kitu chote kinataka kuleta tatizo hapo, kama ni fundi wa umeme na nini, mwambie fundi wa umeme atengeneze, wewe kamsimamie. If there's a problem about electricity, tell the electricity person that's supposed to fix that. Mtoto wako wa kiume akae na fundi amwangalie anapotengeneza, mwambie msimamie. Your boy is supposed to be next to the electrician to look how he's doing the job. Kuna vitu ambavyo unamtengeneza mwanamume anakuwa mwanamume. You planning something in this boy to become a man. Na atakuja kufurahia atakayemuoa. And the woman is going to get married to him, is going to be happy. Nawaambieni hivi, hakuna familia mbovu kama mwanamke ukute hana mume wake ambaye ni baba. There is no a bad family like you find a woman without a father. Nitawapa mfano. I'll give you an example. Wanawake huwa wanapenda kuongea sana. Women like to talk much. Sio vibaya. It's not bad. Sio vibaya kuongea. It's not bad to talk. Wala usimnyamazishe. Don't usimnyamazishe akiongea. If you shut them when they talk. It's gonna be a problem. Wewe chambua vya kusikia. Wewe unasikiliza kila kitu. Just pick what you're gonna listen to. Sikio lina chekeche, lina filter. The ear of a man has a filter inside. Wewe sikiliza tu, akimaliza sasa anasema so you were saying this. Just listen and when she finishes say Wewe ulikuwa unasema hivi, si ndio? You were saying this, right? This is what you say, right? Ambia I feel you. Yeah. I got you. Mmaliza, mruhusu aongee na wewe sikiliza. Let her talk and just listen. Sasa mwanamume wala ambao sio wa baba anaongeleshwa. Anasema anashika kinyongo. Uliniambia na hivi. A man who's not a real father just listen to everything and he even capture bad stuff. Say, oh, you said this and this and that. I think this relationship isn't working. I think this relationship No, you work it out. Tengeneza. Wewe ndio mwanamume, utengeneze uhusiano, si ndio? You are the man is supposed to fix a relationship. Lakini siku za leo watoto wa kiume wamekaa kama watoto haramu. Now these days men are sitting like hawawezi kusimama kama wanaume. They cannot stand up like a man. Na hii itakuja kuumiza wanawake. And this is going to be bad for the maneno haya ninayowaambia ni ya kuponya wanawake. The word that I'm trying to teach you today. Wanawake wengi wanaumia leo katika ndoa zao ni kwa sababu hawana wanaume wanaojua kuwa baba. A lot of women are struggling in their marriage today because they don't have a man who's like a father. Kwa hiyo kama wanawake wanapaswa kupata haki zao, haki ya mwanamke ni kupata mwanamume ambaye ni baba. So if women are not getting their rights, the right of a woman to find a man who's like a father. A father. Ukiingia ndani ya nyumba, if you get in the house, hata panya wanatoka kule walikokuwa wanakula kitu wanakimbia. Even the mouse was eating something in the corner is going to run away. Kuna mamlaka ya baba. There's the power of a father. Wanaume kuweni wa baba. Men become a father. Hilo ndio neno langu nilikuwa nawaambia Happy Father's Day. This is the one that I was saying Happy Father's Day. Lakini sasa ndio maana tuna Mungu ambaye ni baba. But that's why we have a God that is father. Hebu fikiria Mungu angekuwa mama. So listen, if God was mother. Kila tunachomlilia tu hata wengine yani wote tungekuwa
everything we're going to be crying to him. Tungekuwa tunashindana kwenye maturity. We're going to be like having lakini Mungu kwa sababu ni baba. But because God is a father. Ukifika muda wa wewe kufa, when you come your time to die, hata kama nyumbani kwenu watalia namna gani, ananyamaza. At your house they're going to cry how. Na Mungu kwa sababu alikuwa baba. And God because he was a father. Alipomuona Yesu msalabani, when he saw Jesus Christ on the cross, Yesu akalia. Jesus cried. Akalia, Mungu wangu, Mungu wangu. God. Eli lama tabakizani. God, why you forsake? Kwa nini unaniacha? Kwa nini Mungu alimwacha? Aliangalia pembeni. Why did God left him? He looked to the side. Kwa sababu gani? Why? Ni baba. He's the father. Biblia inasema katika Waebrania sura ya 2 mstari wa 10. The Bible says in Hebrew 2:10, alikuwa Mungu anataka kuleta wana wengi wa ufikirie utukufu. He was a God that wanted to bring too many children to the ndio maana akamtegea kisogo yule mmoja. That's why he turned his back to tangu saa 6 mpaka saa 9. From 6 Mungu ni baba. God is father. Kuwa baba haimaanishi ni uwezo wa kumpa mwanamke mimba. To be a father does not mean that you have the power to give a woman. No. Mwenye uwezo wa kumpa mwanamke mimba anaitwa mwanamume. The person that can give a woman pregnancy is called a man. Baba ni yule mwenye uwezo wa kumtunza mtoto na mama yake. Father is the one that has the ability to take care of mother and the children. Huyo ndio baba. That's the father. Ana uwezo wa kumtunza mtoto na mama yake, maana hapo unatunza mtoto kwa jinsi ya mwili. He has the ability to take care of the father and the children. Na unatunza mama kisaikolojia. You take care of the children in maana wa mama wakijifungua wanapitia saikolojia ngumu sana. When women give birth they go through a lot of psychology. Kwanza anakuwa anawaza kwa hiyo sasa I don't wait. First of all they start thinking how am I going to hivi mume wangu atanielewa kweli, atanipenda? Is my husband still going to love me? Huo muda ambapo anawaza sasa kwamba ataongezeka uzito, wewe ndio ongeza kumpenda. And now she's feeling how she's going to get even bigger now. Hiyo ndio kazi ya baba. Love her even more. That's the work of the father. This is the work of the father. Lakini akishaongeza uzito unaanza kumwambia wewe unakula tu. Sasa asipokula atanyonyesha vipi? But when she's getting big you tell her, well you just eat too much. If she does not eat, how she's going to breastfeeding? Watoto wadogo ambao sio baba, macho yao huwa hayawezi kuhandle mabadiliko. The little children who are not father, their eyes cannot handle the changes. No, leo nilisema nihubiri. Today I said I was going to preach. Lakini ninachosema baba anahitajika. But what I say father is needed. Usimruhusu baba apotee. Do not let the fathers disappear. No. Usimruhusu baba apotee. Do not let the fathers disappear. Usimruhusu baba apotee. Do not let the fathers disappear. Baba, usimruhusu apotee. Don't let the fathers disappear. Amen. Fikiria Yusufu anamwambiaje baba yake, Mungu amenifanya hapa Misri, nimekuwa baba kwa Farao. Joseph told his father Jacob, God has made me here in Egypt to be a father to Pharaoh. Haya, Mungu alimfanya Yusufu kuwa baba kwa Farao. What happened? God made Joseph to become father to Pharaoh. Then what happened? Mungu hakuweza kupika na laana ya njaa Misri. God did not hit Egypt with hunger. Hakuweza? No, he did not. Kwa nini? Why? Mtoto Farao anamsikiliza baba yake Yusufu. Because the child Pharaoh was listening to his father Joseph. Umeelewa hiyo kanuni? If you understand this law, hiyo ndio kanuni. This is the law. Sikiliza hapa, tumesema tu hapa kuna mambo mengi yametutikisa kidogo hapa. Ni kwa sababu gani? Mimi nafurahi kwa sababu gani? Baba wa hii kanisa akasema tuje tuombe alafu atukufanya. Wala hamna tatizo lolote litakalotokea. Here we say just a little thing and it is shaking us, but if the father of the house says come to pray and nobody comes, no problem will happen. Hakuna tatizo litawapata. Tumekuja kwenye ukurasa ambao kanisa linapaswa likue. Mambo kama hayo yatatokea sana. No problem will happen, but we came to a point where the church is supposed to be. Usije kuomba hapa kwa sababu kuna matatizo. Do not come pray here just because you have a problem. Njoo uombe hapa kwa sababu baba ambaye ni mchungaji amesema. Come and pray because the father who is the pastor has said so. Anaweza akawa na makosa. He might have a problem. Anaweza akawa hujisikia anavyosema, hujisikii kumfuata. You might feel like you don't want to listen to him. Sasa sikilizeni. But listen. Mnaweza mkafikiria Pastor John ni nabii. You might think that Pastor John is a prophet. Mimi sio nabii wa kutabiri. I'm not a prophet to prophesy. Nafuata kanuni. I just go by the law. Nimesikia hapa mnatangaza pesa. I hear that they announce about money here. Pesa hapa zinatangazwa. They announce about money. Mnataka kufanya jambo kwa ajili ya mchungaji. And you want to do something good for the father.
Ningekuwa mjanja ningeegesha hapo, ningeanza kuwatabiria utabarikiwa. Kumbe mmefuata kanuni. If I was one of those crazy pastors, I would start prophesying, oh, you're gonna be blessed, but you just gotta follow the law. No, mmefuata kanuni hapa. You follow the laws here. Hakuna mtu atakayeenda kupungukiwa kwenye hela. Subirini, si mtaona. Nobody is gonna be lack of money. Just wait, you will see. Wala sio kwa sababu mmetimiza naziri. It's not because you just accomplished the promise. Mmefanya kitu kwa ajili ya kuhakikisha ni watoto mnageukia baba yenu. You just did something to show that your children you are facing your father. Na moyo wa baba utageukia watoto. And the heart of the father is going to face towards the children. Yakobo alimpa nafasi moja nzuri sana Esau. Jacob gave Esau one place. Alimwambia hivi, nenda kawinde mawindo, unipikie chakula ninachokipenda, uniletee nile, nikila roho yangu inakubariki. Kwa nini? He told, go and hunt and find me a meat and cook for me. Once I eat, my heart's going to be blessed and I will bless you. Kwa sababu alikuwa ameshindwa kugeuza moyo wako mwelekee Esau. That's because he was not able to turn his heart to face toward Esau. Esau alikuwa hayuko tayari kugeukia kwa baba yake. Esau was not ready to face towards his father. Lakini alipowahiwa na Yakobo, hata kama baba alikuwa hajapanga kumbariki Yakobo, Bwana, sikiliza, baraka zinageuzwa moyo unapogeukia. But because Jacob was fast, he was fast to go and do this thing that the father said, he was blessed instead. Kama kuna watu wanajivutavuta eti hawataki kumalizia ile pesa waliokuwa wameahidi au hawataki kabisa kutoa, wewe ukaona kama imepelea, wewe unawahi pale, unageuza moyo wa baba unakuelekea. If you see that some people give the pledge but they haven't do what they say they're gonna do, and you can cover that, go ahead and cover that. Let me give you a last testimony as I'm finishing. Kule Tanzania nakotokea, in Tanzania where I came from, nina kundi kubwa sana la vijana ambao nimewafundisha. I have a big group of young people that I preach them in the word of God. Nimewafundisha sana. I teach them a lot. Kwa muda wa miaka 7. For about 7 years. Niko nao nawafundisha. I've been with them, teaching them with all my heart. Sasa wengine walipofika mahali wakaona wameanza kujua neno la Mungu, and some got to a point where they feel like they start knowing the word of God, wakanisukuma wakageukia kwingine. They pushed me away and they faced the other direction. Wengine wakabaki, and some was stay. Wale waliobaki, the one that stayed, sio kwamba nataka wabaki, it's not that I want them to stay. Nikiwaambia jamani, when I talk to them I say, nataka kusafiri kwenda America, I want to travel to America, wananiambia hivi, they say this, baba, father, niko na hela, I have some money here, zitaongezea kwa ajili ya kukata tiketi. Can you add them to my ticket? I haven't asked anything. Nachukua, I just take it. Nakuja hapa, I come here. Mnanisikiliza nikifundisha kama hivi. You understand me as I'm preaching like this. Mnabarikiwa. You are being blessed. Sikiliza. Listen. Kila kitu wanachokifanya hao wanaonisikiliza, hakuna kitu kinafeli, hakuna kitu kinakufa. Everything they do, the people who are listening to me, nothing is going to fail. Kuna mmoja hata kazi haja apply kazi. Unajua kazi kule Afrika zilivyo ngumu. There's one even job, he hasn't even applied for a job. You know how it's tough to find job in Africa. Aliitiwa. They called him. Njoo, unaweza kufanya kazi? Come, can you do this job? Akasema ndio. He said yes. Alipoanza kufanya hiyo kazi, once he started doing this job, amemaliza miaka 2, he finished 2 years. Wakamwambia kuna nafasi ya kusomea hiki kitu masters, wewe ndio unaweza kaenda ukasoma. They said we want somebody to study. Akawaambia sina namna ya kulipa. Anasema hapana, tutalipa sisi. He said I cannot pay the tuition. They said we're going to pay. Wakamlipia akaenda akasoma. They paid for him when alipomaliza, when he finished, kabla hajamaliza mkataba, before even he finished, wakamwambia kuna kazi ya kufanya research mahali fulani. They told there's a job to do research somewhere. Wewe ndio unaweza kaifanya. You are the one that can do. Akaingia contract, analipwa kama mara 6 ya pala alipokuwa analipwa. He got a contract and he's getting paid 6 times more than what he akaenda. He hasn't even applied, he went there. Amefanya kazi. He's doing the job. Kabla hajamaliza kazi mkataba, before he even finished the job, alienda kuhudhuria seminar moja kule Cape Town. He went to one seminar in Cape Town, South Africa. Chuo cha Cape Town wakampigia simu. The school of Cape Town, they called. Nafikiri ilikuwa ni KwaZulu Natal. Wakampigia simu chuo kikuu. They come from wakamwambia ya kwamba tunataka uje ufanye PhD. They said that we want you to come and do your PhD here. Gharama zote covered. Everything was covered. Lakini mtu kukiwa na kitu cha kufanya cha Mungu huaga hajiulizi.
And this person, when there's something for God to do, no, mimi nasema ukweli, huwa sipendi kushuhudia vitu kama hivi, lakini nasema ukweli. I'm telling the truth. Sio mmoja, wako wengi. It's not just one, it's many. Nasema ukweli, watu si watanisikia. I'm being recorded. People, they're going to listen to me. This is being recorded. Hata simu zangu huwa wanalazimisha kuzinunua. Even my phone is they buy them. Na wauliza simkanunue dukani. I asked them go buy in the store. Mmoja akaniambia ukweli, akasema hivi, tukinunua dukani zinaharibika haraka. One told me if we go buy the lakini tukinunua ya kwako hata kuanguka chini haianguki. But even we buy from you, even when they fall, they don't even fall down. Sema mnanionea. I say nataka niwe na kichwa kikubwa. You just want me to have a big head. Nasema ni kweli wewe niuzie. They say no, you go buy for us. Namuuzia hata magari, wanakuja wanachukua yale ya kwangu, wanasema tutakulipa hii hapa tu. Wanachukua na lazima. Even car they come and say this is what we want to do. Nikajua kumbe siri I know the secret. Unapokaa na yule ambaye amebeba neno la Mungu, Baba inabidi ambariki. The secret is when you sit with the one that's carrying the word of God, you have to be blessed. Let's all stand up so we can finish.